Itukuzwe damu ya Kristo. Karibuni wapendwa katika tafakari fupi ya Dominika ya pili ya kipindi cha Pasaka. Dominika hii kwa desturi huitwa Dominika ya huruma ya Mungu, na Baba Mtakatifu yani Paulo wa pili aliiweka rasmi na kuipa jina hili. Somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 20 aya ya 19 hadi 31. Katika somo hili Yohane ameandika matokeo mawili ya Yesu kwa wakati mmoja. Yaani katika mistari hii takriban 11 Yohane anaelezea matokeo mawili ya Yesu mfufuka kwa wale mitume wake, kwa wale 11. Tokeo la kwanza katika Injili hii ni lile la Yesu kuwatokea hawa mitume wake siku ile ya Pasaka, wakiwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi. Tokeo la pili linakuja siku 8 baadaye, yani Dominika iliyofuata, Dominika ya pili baada ya Pasaka, ambayo ndio tunaiadhimisha leo. Kama nilivyodokeza, Dominika hii huitwa Dominika ya huruma ya Mungu, na tunaweza tukang'amua huruma ya Mungu kutoka katika Injili tuliyoisikia. Katika tokeo la kwanza la Kristo, ile jioni ya Dominika ya Pasaka, alipotokea aliwapa salamu wale 11. Salamu ambayo ilikuwa ni ya Kiyahudi, ya mazoea ya Kiyahudi, lakini yenye maana pana. Shalom imetafsiriwa katika Kiswahili amani iwe kwenu. Shalom ndilo neno ambalo Bwana analitumia kwa wafuasi wake. Neno shalom sio tu kutakia amani, bali pia ilikuwa ni namna ya Bwana kuwatuliza hawa 11 ambao ni kama wote walimwacha peke yake ule muda ambapo Bwana aliwahitaji sana, muda ule wa mateso, akabaki mpweke kabisa. Kwa hiyo ni wazi Kristo anapowatokea kwa mfufuka, kama kweli dhamiri zao zilikuwa hai, lazima watasutwa. Dhamiri zao zitawasuta kwamba huyu tulimtendea vile, tulimtelekeza vile, sasa amesimama kati yetu. Na bila shaka wanaweza kawa waliona aibu, walikosa amani. Kristo anatuliza. Shalom, amani kwenu, amani kwenu. Kwa hiyo huruma ya kwanza wanaonyeshwa hawa 11. Ni kama vile mtu anaweza kunitendea, anaweza kuhisi kwamba alichokifanya hakikuwa sawa kwangu, na akaniambia akaonyesha maneno ya masikitiko au ya kuomba msamaha, na mimi kwa kawaida, imekuwa kawaida siku hizi tunarudisha jibu kwamba uwe na amani, usijali, uwe na amani. Kwa ni kama hiki ambacho Kristo anatenda kwa mitume wake. Angaje neno hili shalom lina maana nyingine nyingi pana zaidi ambazo kwa sababu ya muda tuwezi kuzitaja zote. Kwa hiyo huruma ya kwanza ni kwa hawa 11. Lakini huruma ya pili tunaona kwa agizo alilolitoa Kristo. Kwanza aliwavuvia Roho Mtakatifu, kisha akawaambia anawapa mamlaka ya kuondolea dhambi na kufungia dhambi. Kanisa huona katika mstari huu mojawapo ya vyanzo vya uwepo wa sakramenti ya kitubio. Kristo alipoondoka alijua anatuacha tukiwa dhaifu. Hapa na pale bado tutaendelea kuhitaji msamaha. Na msamaha wakati mwingine inahitaji nitangaziwe kwamba nimesamehewa. Na hawa mitume na waandamizi wao ndio wanaoachiwa huduma hii ya kuwasamehe wale walio kwenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo Bwana anaendeleza huruma yake. Amewapa mamlaka mitume na waandamizi wao kusamehe dhambi. Lakini pia tusisahau upande mwingine, ametoa mamlaka pia ya kufungia. Pale ambapo mchungaji anaona kwamba yule anayekiri, anayeomba msamaha kwa kosa, kwa dhambi aliyotenda katika sakramenti ya kitubio hajatimiza vigezo kadhaa, au hayupo haonyeshi nia kamili ya hicho anachokifanya, au kwa sababu ya mazingira fulani, kwa busara ya mchungaji anaweza asimuondolee dhambi na kumwagiza labda kurekebisha mambo kadhaa, na ndipo aweze kutangaziwa msamaha wa dhambi zake. Kwa hiyo
Hii ni Dominika ya huruma ya Mungu, ambapo tunatangaziwa uwezekano wa kusamehewa makosa yetu, kusamehewa dhambi zetu. Jambo lingine lililojitokeza katika injili hii, mara ya kwanza Kristo anapowatokea mitume, Toma hayupo. Haielezwi alikwenda wapi. Lakini tayari huu ni utovu wa nini? Labda wa imani au kutokujali jumuiya. Muda ule ambapo angepaswa kuwa na wenzake, yeye ameondoka. Na anapoelezwa kwamba Bwana ameonekana, anatilia shaka. Lakini siku 8 baadaye Kristo atakuja na Toma tena ataendelea kutia shaka mpaka atakaporuhusiwa kugusa makovu au katika pale ambapo palikuwepo jeraha katika ubavu wa Bwana. Kwa kutoka kwa Toma tujifunze nini? Tangu mwanzo wa kanisa, waamini wamekusanyika siku ya Dominika kuumega mkate. Ndivyo ilivyokuwa siku ile aliyofufuka Bwana, ambayo ni Dominika. Waamini walijenga desturi ya kukusanyika kuumega mkate. Tunaona hili katika waraka au katika somo la kwanza tulilosikia la kitabu cha Matendo ya Mitume. Wamekusanyika kuumega mkate. Waraka huu ni kweli hautaji neno Dominika, lakini tunayo mapokeo ya kusadikika hasa kutoka kwa Mtakatifu Justino, baba wa kanisa wa mwanzoni mwa karne ya pili, ambaye aliandika ni nini hasa Wakristo hufanya. Mtakatifu Justino shahidi ilibidi aandike maandishi ya kutetea imani yake, kwa sababu kanisa lilikuwa linateswa. Ilikuwa inasemwa kwamba ibada walizokuwa wanazifanya Wakristo hazifai, wanakusanyika kufanya ibada za ajabu ajabu. Justino anafundisha, ameandika, na maandishi yake tunayo mpaka leo. Justino, tukumbuke hapa nazungumza kuhusu mtakatifu aliyezaliwa mwishoni mwa karne ya kwanza au mwanzoni mwa karne ya pili. Kwa hiyo alikuwa na ukaribu kabisa, yuko bado katika kanisa changa. Kwa hiyo Justino anaandika kwamba hakuna ibada yote ya ajabu inayofanywa miongoni mwa wale wanaomwamini Bwana mfufuka, bali kila siku ya kwanza ya Dominika hukusanyika, huleta mkate, divai na maji. Kuhani usali katika dhabihu hii, na baada ya kuhani kuzitolea dhabihu hizi, haubaki tena kuwa mkate wa kawaida, haibaki tena kuwa divai ya kawaida, bali inageuka kuwa mwili na damu ya Bwana. Wakristo tangu mwanzo walifanya hivi. Kwa hiyo Justino anajaribu kueleza wale wanaoeleza kwamba Wakristo wanakusanyika kufanya ibada za ajabu, anasisitiza kwamba siku ya Dominika lazima wakutanike, wawe hivyo, kufanya vile ambavyo Bwana aliagiza ifanyike. Kwa hiyo turudi tena kwa Toma, tujiulize mimi na wewe, mara ngapi nimepuuza ibada hii ya muhimu sana ya siku ya Bwana, badala ya kukusanyika na wenzangu, jamii ya waamini, kusudi kama Bwana alivyosema, wakutanikapo 2 au 3 kwa jina langu nipo kati yao, kweli nimshuhudie Bwana, nimuone Bwana, nilijenge kanisa. Na badala yake nimefikiri kwamba naweza nikabaki peke yangu tu na kujisomea maandiko matakatifu, na hiyo ikawa imetosheleza, badala ya kwenda kanisani, badala ya kujumuika na waamini wenzangu katika kuumega mkate na katika kusikiliza neno la Bwana. Na hapo nitakutana na Kristo. Nitakutana na Kristo katika wale tuliokutana pamoja, na hapo nitakuwa sio kama Toma, bali nitakuwa kama wale wengine, na Bwana atanitamkia maneno ya amani. Basi ndugu zangu, na waalika tuendelee kuisherehekea vyema Pasaka, na kwa muktadha wa Dominika ya leo tutazame Pasaka kama huruma ya Mungu kwetu, na sisi tuna kazi ya kufanya kuishi Pasaka, kwa sababu hata wale mitume walivyotangaziwa kwamba amani, walivyotajiwa neno shalom, Kristo hakuwa na maana kwamba kuanzia hapo watakutana na dhiki. Tunajua yaliyowapata baadaye. Wote walihubiri kwa ushujaa, na karibia wote kasoro moja walikufa kifo cha kishahidi, wakiwa bado wana amani, kwa sababu walikuwa na ushuhuda kwamba Kristo mfufuka yupo pamoja nao. Na hivi na sisi tuwe na ujasiri popote tunapokutana na yote tusiyopenda katika maisha, lakini ambayo Bwana ameruhusu yawe nasi, tuikumbatie tu amani yake, tuikumbatie huruma yake. Tumsifu Yesu Kristo.